الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نعم، وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la aqida, na leo tupo katika ukurasa wa 5 katika swali namba 5. Anasema mtunzi sin sual, ma maana tauhid, ni nini maana ya tauhid? Jim jawabu, huwa tauhidi, huwa hiyo tauhidi ifradul qadimi, ni kumpwekesha mtangu, minal muhdathi, kutokamana na chenye kuzushwa. Kama qala al-Imam al-Junayd, kama alivyosema Imam al-Junayd al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Kwa maana maneno haya aliyasema al-Imam al-Junayd al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Wa muraduhu bil qadim, na alichokusudia il-qadimi kwa mtangu, Allahu ni Allah. Wa muraduhu bil qadim, na alichokusudia kwa mtangu Allahu ni Allah, alladhi, ambaye la bidayata lahu, hakuna mwanzo wa kuwepo kwake. La bidayata lahu, hakuna mwanzo wa kuwepo kwake. Baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala asifiwi kuwa na mwanzo wa kuwepo kwake, ndiyo akasifiwa kuwa ni al-qadim, mtangu, utangu ambao hauna mwanzo wa kuanza kwake. Kwa hiyo unaposikia al-qadim ujue miongoni mwa, kwa hivyo unaposikia al-qadim ujue anakusudiwa Allah subhanahu wa ta'ala alladhi la bidayata lahu, kwa maana la bidayata fi wujudi, hakuna mwanzo wa kuwepo kwake. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala la yajri alayhi zaman, Allah hapitikiwi na zama. Hizi zama za mchana, usiku, mwaka fulani, wiki fulani, mwezi fulani, vitu vyote hivi vinatupitikia sisi waja wake, na Allah ametuwekea sisi waja wake. Yeye kule alipo havimpitikii. La yajri alayhi zaman wala yusuf bil makan, Allah hapitikiwi na zama, lakini pia hasifiwi kuwa yupo katika sehemu, hasifiwi kuwa yupo katika sehemu. Tamam. Wal muhdathi, kwa maana wa muraduhu bil muhdathi, wao ni harfu atfi inatifia hapo juu. Tamam. Wal muhdathi, kwa maana wa muraduhu bil muhdathi, na alichokusudia bil muhdathi kwa chenye kuzushwa, al makhluqu, ni kiumbe. Qala ta'ala, amesema Allah, laysa kamithlihi shay'un, hakuna kitu chochote mfano wake yeye. Surati Shura aya ya 11. Kwa hiyo kumpwekesha Allah, maana ya tauhid, maana ya tauhid ni kumpwekesha Allah kutokamana na viumbe wake, kwa maana kutomsifia Allah kwa sifa yoyote ambayo ipo kwa viumbe wake, hata kama yeye mwenyewe pia amejiegemezea sifa kama hiyo. Allah akasema laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, naye ni msikivu na ni mwenye kuona. Naam, Allah anaona, lakini haoni kwa macho na mboni kama tunavyoona sisi, na wala asikii kwa masikio na ngoma ya masikio kama tunavyosikia sisi. Wa kallama Allahu Musa taklima, na Allah akamzungumzisha Nabii Musa kiasi cha kumzungumzisha. Naam, lakini Allah hazungumzi kwa voice box kama tunavyozungumza sisi. Kwa sababu gani? Lau kama ingekuwa anazungumza Allah kwa voice box kama tunavyozungumza sisi, basi pia ingewezekana pia kusifiwa sifa ya ububu kwake yeye. Kwa sababu gani? Kuna viumbe wake kawaumba, voice box wanazo lakini hawazungumzi, ni mabubu. Kuna viumbe wake kawaumba na macho lakini hawaoni, ni vipofu. Kuna viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba na masikio lakini ni viziwi, hawasikii. Kwa hiyo lau kama hizi sifa za kuzungumza, za kuona, kusikia tunaziegemeza kwa Allah kama namna zilivyo kwetu sisi,
basi tunamwajibishia Allah sifa za mapungufu, kwamba kwa kuwa viumbe wake wanaweza kupata upofu na macho wanayo, na kwa kuwa viumbe wake wanaweza kupata uziwi na masikio wanayo, na kwa kuwa viumbe wake wanaweza kupata na ububu wa kutozungumza na voice box na ndimi wanazo, basi Allah naye pia inaweza kumtokea hali kama hiyo. Lakini sisi ahlu sunna wal jamaa, ashaira wal maturidiyya wa fudalaul hanabila, tunampwekesha Allah kwa kila sifa. Hatufananishi kusikia kwake, kuona kwake, kufanya kwake, hatufananishi na viumbe wake. Hatufananishi na nani? Maana hatumfananishi katika sifa zake hizo na viumbe wake. Tamam, na hiyo ndiyo maana sahihi, ndiyo maana sahihi. Alhaditha, maana arwi alhaditha, napokea hadithi ya mtume anayosema suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume aliulizwa ayul amalu afdalu, ni amali gani ambayo ni bora zaidi? Faqal, basi akasema imanu billahi wa rasulihi, kumwamini Allah na mtume wake. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii ameipokea Imam Bukhari. Sin suali, takallam an wujudillah, uzungumzie uwepo wa Mwenyezi Mungu. Takallam, uzungumzie, uelezee uwepo wa Mwenyezi Mungu. Jim, jawab, Allahu mawjudun bila shak. Allahu mawjudun la shaka. Allah mawjudun, ni mwenye kuwepo, la shakka fi wujudi, hakuna shaka katika kuwepo kwake. Mawjudun bila kaifin, Allah yupo pasi na kujengewa namna kwamba yuko vipi. Wala makani, na pasi na kusifiwa kuwa yuko sehemu fulani. Wala jihatin, na pasi na kusifiwa kuwa yuko upande fulani. La yushbihu shay'an min khalqihi, hafanani na chochote katika viumbe wake. Wala yushbihuhu shay'un min khalqihi, na hakuna chochote kinachofanana na yeye katika viumbe wake. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, afillahi shakun, je, katika uwepo wa Allah kuna shaka? Kwetu sisi waumini hatuna shaka yoyote, na hii ni itifaki kwa waumini wote, kwa sababu hata Mayahudi wenyewe pia wanaamini kwamba Allah yupo, hata Manaswara wanaamini kwamba nini, Allah yupo, isipokuwa kuna mengine ambayo wao wanaongeza. Tamam. Surat Ibrahim aya ya 10. Alhaditha, napokea hadithi ya mtume inayosema kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu, rawahu al-Bukhari wa ghayruhu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa hadithi zake zilizopokelewa kutoka kwenye kinywa chake, anasema kana Allah alikuwepo, walam yakun shay'un ghayruhu, na hakukuwepo kitu chingine isipokuwa yeye tu, Leo hii kuna arshi, leo hii kuna mbingu saba, leo hii kuna ardhi, na arshi ndiyo kiumbe cha juu, na chini yake vinavyokuja vyote ni viumbe. Sasa hivi vyote hivi kuanzia arshi mpaka mbingu saba mpaka ardhi saba, vyote hivi Allah alitangulia kuwepo pasi na kuwepo. Allah alitangulia kuwepo pasi na kuwepo vitu hivi, na sehemu ni kitu alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa inakuwaje leo kumsifia Allah kwamba yuko sehemu fulani wakati alikuwepo kabla ya kuwepo sehemu hiyo? Tamam. Wanawazuoni wanasema yumna'u i'ta'u al-ghaib hukma ash-shahid, yumna'u i'ta'u al-ghaib hukma ash-shahid, kunazuiliwa kumpa aliyekuwa mbali hukma ash-shahid, hukma ya aliyekuwepo, au hukmu ya anayeshuhudiwa. Hilo jambo linakataliwa. Na ukirudi nyuma ukiangalia wale wote wanaomwegemezea Allah sehemu kwamba huwa fauka arshi,
huwa fawqa arshi. Wote ni mawazo yao tu na ni fikra zao tu walizozijenga katika kuyathibitisha hayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah amesema wala tadribu lillahi al-amthal inna Allaha ya'lamu antum la ta'lamun. Kwa nini msijizuie na hilo la kusema kwamba Allah yuko sehemu fulani? Kwa sababu sisi ahlu sunna wal jamaa, itikadi yetu tumekubaliana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kutua au kushukia juu ya kiumbe alichokiumba kwa dhati yake. Allah hawezi kufanya hivyo, na tunamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala na hilo, na kwamba Allah anaweza kutua au kushukia juu ya kitu alichokiumba. Tunakataa. Kwa sababu gani? Imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inayosema, hii hadithi sahihi. Hadithi hii ameipokea Imam Bukhari na akaipokea al-Imam al-Hakim, sasa na akaipokea al-Imam al-Baihaqi na akaipokea al-Imam al-Baihaqi. Tamam. Ni hadithi sahihi. Mtume akasemaje? Kana Allah wa lam yakun shay'un ghayru, Allah alikuwepo na hakukuwepo na kitu kingine isipokuwa yeye, kwa maana hakukuwepo na kiumbe chochote. Sisi itikadi yetu kwamba Allah hasifiwi kuwa yuko sehemu fulani, lakini yupo pale ambapo alikuwepo kabla ya kuumba chochote. Na itikadi yetu nyingine, Allah hatikisiki, Allah ahami, Allah hashukii juu ya alichokiumba. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika itikadi yetu sisi, la yusafu bisighar wala bilkibari, kwa maana la yusafu bisighari dhati wala bikibari dhati. Kwetu sisi Allah hatumsifii na udogo wa dhati wala ukubwa wa dhati. Ibn Taymiyyah al-Harrani miongoni mwa kauli zake anasema kwamba Allah kwa kuwa ana kudra kubwa, ana uwezo, kwa kuwa Allah ana kudra, anasifika na sifa ya kuwa na uwezo, basi anaweza kukaa hata juu ya ubawa wa mbu. Hasa kusema kwamba Allah anaweza kukaa hata juu ya ubawa wa mbu, hiyo sio sifa ya kumsifia Allah na udogo wa dhati. Sasa sisi ahlu sunna wal jamaa, ashaira wal maturidiyya, tumekataa na tumekubaliana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala la yusaf bisighari dhati wala bikibari dhati. Allah asifiwe kwa udogo wa dhati wala kwa ukubwa wa dhati, yupo kama namna yeye alivyo, lakini yusaf bisighari alghadab, kwa udogo wa hasira, kama mwenyewe alivyosema, rehema zangu mimi ni nyingi kule, yani ni kubwa kuliko hasira zangu. Naam, ameweka muwaza na mwenyewe, ameweka kipimo kwamba rehema zangu ni kubwa kuliko hasira zangu. Naam, jaizu, lakini hatusemi kwamba udogo kiasi tukausawirisha katika akili zetu, hapana. Lakini tunathibitisha kwamba Yusuf bisighari alghadab min arrahma, anasifiwa kwa udogo wa hasira kuliko rehema yake. Rehema yake ni kubwa kuliko hasira zake. Lakini pia Yusuf bikibari almakana, anasifiwa kwa ukubwa wa nafasi yake, kwa ukubwa wa nafasi yake. Sasa wewe unayesema kwamba Allah yupo katika sehemu hiyo, sehemu ambayo imemkusanya Allah, umeisawirisha kwa ukubwa gani? Ibn Hazmi al-Dhahiri, al-Imam Ibn Hazmi al-Dhahiri anasema Allah kwa kuwa yupo na ana dhati, basi lazima atakuwa yupo katika kitu ambacho kina mpaka, yani lahu hadd, Allah ana mpaka. Utamsifiaje Allah kuwa na mpaka na hali ya kuwa wewe mpaka kwenye kipimo cha akili yako kinaishia katika mita kadhaa, katika umbali kadhaa? Inakataa kabisa. Kwa hiyo wanazuoni wanasema yumna'u i'ta'u al-ghaib hukm ash-shahid, kunazuiliwa, kunakatazwa kumpa aliyekuwa mbali hukma ash-shahid, hukma ya chenye kushuhudiwa. Kwa sababu gani? Hakuna uhakika katika hilo. Wewe una uhakika gani mpaka ukihukumu kile kilichokuwa mbali, kisichoonekana,
ukakihukumu kwa hukumu ya sawa sawa na kinachoonekana. Sio udanganyifu, ni udanganyifu na ni huchi, lakini pia ni dhanna mbaya hii. Tamam. Sasa tufanye muwazana kidogo tuangalie akida yetu sisi Ash'ari wal Maturidiyya. Juzi tulizungumza kwamba sisi akida yetu tupo katika misimamo miwili. Msimamo wa kwanza ni at-tafwidh, wa pili ni at-ta'wil. Tafwidh kwa maana kuegemeza yale aliyojisifia Allah subhanahu wa ta'ala katika elimu yake na katika makusudio yake. At-ta'wil ni kutafuta maana ambayo itamtakasa Allah na mapungufu na kumwepusha Allah kufanana na viumbe wake. Sasa tufanye muwazana, tuangalie aya, baadhi ya aya tuzifanyie mukarana, tuzikutanishe, kisha tuangalie sisi msimamo wetu sisi Ash'ari wal Maturidiyya wa fudhalaul Hanabila uko sawa, ni sahihi. Maana kuna watu wao wanachukua maana ya dhahiri tu moja kwa moja, wanahukumu moja kwa moja, ilipokuja Qur'ani ndio hivyo hivyo. Wanasemaje wenyewe? Wanamsemo wao, nuthbitu lillah ma athbata li nafsi, tunayathibitisha moja kwa moja kwa njia ya hakika yale ambayo Allah ameyathibitisha katika nafsi yake. Huo ni ujahili. Hebu nitajie hadithi gani, sahaba gani, tabi'i gani aliyesema kwamba Allah anasifika na yadun haqiqiyatun, au sifa yoyote ambayo inafanana na sifa za viumbe wake, akasema sifa hii Allah anasifika nayo moja kwa moja kihakika? Ni nani? Nitajie nani? Hakuna. Tamam, hakuna. Tuangalie Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an katika surati Taha aya ya 12, qala ilmuha inda rabbi fi kitabi la yadhillu rabbi wala yansa. Elimu ya kiyama ipo kwa Mola wangu mlezi, ameihifadhi katika nini? Kitabu. La yadhillu rabbi wala yansa, Mola wangu hapotei wala hasahau, kwa maana utakapofika muda wake kitatokea kama alivyopanga yeye. La yadhillu rabbi wala yansa, Mola wangu mlezi hapotei wala hasahau. Hii ni aya iko ndani ya Qur'an. Allah amejitakasa na sifa ya kupotea na akajitakasa na sifa ya kusahau, kwa maana sifa hizo hana. Lakini ikaja aya nyingine katika surati Tauba aya ya 77, Allahu baada ya kuwazungumzia munafiqun na munafiqat akasema nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Wamemsahau Allah, fanasiyahum. Tutafasiri vipi hii sifa, au tutafasiri vipi hii aya Allah aliposema fanasiyahum kwa njia ya hakika? Nini maana ya aya hii kwa ufahamu wa wanawazuoni wetu Ahlus Sunna wal Jamaa ambao ni Ash'ari wal Maturidiyya wa fudhalaul Hanabila? Wao wameifanyia taawili aya hii kwa kusema nasullah. Wao waliacha maamrisho ya Allah, wakawa wanaamrishana kufanya maovu na wanakatazana kufanya mema. Fanasiyahum, Allah naye akawaacha katika upotevu wao. Wamefasiri maana an-nisyan bitark, kwa maana ya kuacha. Wanafiq wameacha maamrisho ya Allah, wakawa wanaamrishana maovu na wanakatazana kufanya mema. Allah naye akawaacha katika upotevu wao ili kesho aje kuwaadhibu. Sasa wewe unayehukumu aya, hadithi ambazo Allahu subhanahu wa ta'ala sio amejisifia, tusiseme amejisifia bwana, tuseme amejiegemezea, hiyo ndio itakuwa maana sahihi. Tamam, unazihukumu aya hizo na hadithi hizo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amejiegemezea sifa miongoni mwa sifa za viumbe wake kwa njia ya hakika. Je, aya hizi zinapingana? Kule juu suratu Taha aya ya 52 Allah anasemaje? La yadhillu rabbi wala yansa,
Hapa imekuja nasullaha fanasiyahum, tumefanya mukarana. Sasa wewe ambaye unahukumu kwa njia ya wazi, haujamuegemezea Allah sifa ya kusahau, na aya nyingine inakataa hilo. Je, umeelewa ulichofundishwa darasani? Akili yako inakubali hilo kwamba aya ile kule inakataa, hii inakubali? Na akili yako inakubali kwamba hizi aya zinapingana? Utaona kwamba aqida yetu Ashaira wal Maturidiyya wa fudhalau al-Hanabila, ambao ndio ahlus sunna wal jamaa haqqan, ndiyo ipo sahihi. Tunakwenda katika aya nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya suratul Fath, innal ladhina yubayi'unak innama yubayi'una Allah yadullah fawqa aydihim, yadullah fawqa aydihim. Hakika Muhammad, wale wanaokupa wewe kiapo cha utiifu, bai'atur ridwan, innama, hakika si vinginevyo, yubayi'una Allah, ni sawasawa wanampa kiapo cha utiifu Allah subhanahu wa ta'ala. Kule wao kukupa wewe kiapo cha utiifu ni sawasawa wanampa kiapo cha utiifu Allah subhanahu wa ta'ala. Yadullahi fawqa aydihim, yadullahi fawqa aydihim, mkono wa Mwenyezi Mungu uko juu ya mikono yao. Anakuja Muwahabi, anakuja Mujassima Ibn Taymiyyah na wanafunzi wake, akiwemo al-Imamu Dhahabi na akiwepo Ibn Qayyim, wanathibitisha kwamba mkono huu yadun haqiqiyatun. Kisha wanakuja pia wafuasi wake, wakina Muhammad ibn Wahhab, wakina Ibn Uthaymin, wakina Ibn Baz na wafuasi wao, wanasema pia yadun haqiqiyatun, yadun haqiqiyya. Kwa sababu gani? Allah amejiegemezea sifa ya mkono hapa. Wanawazuoni wetu sisi Ashaira wal Maturidiyya wamefasiri vipi hii aya? Wakasema inna Allah muttali'u alayhim, maana ya yadullah fawqa aydihim, maana yake inna Allah muttali'un alayhim, Allah anawaona hicho wanachokifanya. Wa mujazihim, na atakuwa ni mwenye kuwalipa. Wa yafi ma wa'adahum min aljannati wal maghfira, na atawatekelezea kile alichowaahidi ambacho ni pepo na msamaha. Hiyo ni maana ya kwanza, na tafsiri hii nimeichukua katika tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Hii ni taawili ya kwanza. Taawili ya pili, inna quwwata Allah wa musaadatahu wa nusratahu wa ta'yidahu fawqa aydihim. Maana ya pili ya yadullah fawqa aydihim ni kwa maana nguvu ya Mwenyezi Mungu, msaada wake, nusra yake, tamam, fawqa aydihim, iko juu ya mikono yao. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala atawapa nguvu, kwa kuwa nia zao ni thabiti za kutaka kuunusuru Uislamu, za kutaka kufungamana na mtume, kushirikiana na mtume katika kuutetea Uislamu na kuupeleka mbele Uislamu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawapa nguvu na atawashika mkono. Haimaanishi kwamba yadu haqiqiyatun, tamam. Allah amesema innama yubayi'una Allah, innama yubayi'una Allah, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah, ni sawa sawa wanampa kiapo cha utiifu Allah. Sasa wewe unayesema kwamba yadu hapa ni yadu haqiqiyatun, je, hawa waumini waliuona mkono wa Mwenyezi Mungu pale walipokuwa wakimpa mkono mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahu ba'inun an khalqi, Allah yuko pembeni kabisa ya viumbe wake. Viumbe wake wako kivyake na yeye yuko alipokuwa kabla ya kuumba chochote. Huo mkono ambao unaosema wewe hawa jamaa waliuona?
hawa waumini, hawa maswahaba waliuona? Mtume aliuona? Wewe unapita katika njia ya hakika utaona kwamba akida yako haiko sawa. Tunafanya mukarana na aya nyingine, aya hii tunaifanyia mukarana na aya nyingine. Mayahudi waliposema qalat al-yahud katika surat Al-Maida aya ya 64, Mayahudi waliposema qalat al-yahud, walisema Mayahudi yadullah maghlulatun, yadullah maghlulatun. Mayahudi walisema hivi, kuna Mwenyezi Mungu umejikunja. Allah akasemaje? ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Mayahudi waliposema mkono wa Mwenyezi Mungu umejikunja, Allah akasemaje? ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani, mikono yao ndiyo imejikunja na wamelaaniwa kwa yale walioyasema. Bali yadahu mabsutatan, bali mikono ya Mwenyezi Mungu ni mikunjufu. Yunfiku kaifa yasha, anatoa atakaye. Tunafanya mukarana aya hii na aya ile iliyotangulia ya kwenye surat Al-Fath. Tamam? Yadullah maghlula, kipi kilichokusudiwa kwa Mayahudi kusema hivyo? Waliuona mkono wa Mwenyezi Mungu umejikunja? Hapana, walikusudia kwamba nini? Walikusudia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amezuia neema kwa wao, kwa maana bakhilat wa amsakat anil infaq. Mwenyezi Mungu amezuia kuwashushia neema wao, amezuia nini? Kuwashushia neema. Sawa sawa. Kisha Allah akawajibu vipi? Bal ghullat aydihim, bali wao mikono yao ndio imejikunja, kwa maana wao ndio mabakhili, hawatoi katika kheri, wanatoa katika maasi. Hawatumii neema zangu vizuri, wanazitumia katika maasi. Ndiyo maana nikawazuilia, hawana shukrani, mimi nikawazuilia neema zangu. Kisha mbele akasemaje? bali yadahu mabsutatani, yadahu ni muthanna, bali mikono yake ni mikunjufu. Sisi ahlu sunna wal jamaa tunafanya taawili katika aya hii kwa kusema kwamba la yadhiqu alayhi shay'un. Mwenyezi Mungu amekusudia kwamba la yadhiqu alayhi shay'un, hakuna uzito wote kwake yeye. Bali yarzuku man yasha'u, sasa bali Allah anamruzuku amtakaye, kwa maana bali yadahu mabsutatan, kwa maana neema zake, rehema zake ni nyingi, hazihesabiki. Sikasema wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, neema zake ni nyingi lakini anampa yule amtakaye, sio nyinyi Mayahudi. Sasa wewe ambaye unaamini kwamba Allah hapa na mikono miwili, akida yako iko sawa? Kwa sababu hata hii maana ya aya yenyewe haijaja kwa maana ambayo wewe unaifikiria katika ubongo wako, iko tofauti kabisa. Mayahudi wanazungumzia kwamba Allah maana ala ata, amezuia kuwapa alichokuwa anawapa siku zote, kawaacha katika hali ya dhiki. Naye Allah akasema ndiyo nimezuia. Kwa sababu gani? Wao hawafanyi ninayoyataka mimi, wanafanya maasi, wanafanya yale yasiyofaa katika neema zangu kwa yale ninayowapa, ndio maana nimezuia. Wewe unakuja kuthibitisha mkono moja kwa moja. Kwa akili gani? Kwa kauli ya hadithi gani ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na kwa kauli ya sahaba gani au salafi gani? Akida yako iko sawa? Haiko sawa. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yeye alikuwa ni katika mutashaddidun, ni imamu wetu, imam ahlu sunna wal jamaa. Hatumkatai na tunampenda na tunamtukuza na tunajifakhirisha kwake yeye. Alikuwa ni katika watu mushaddidun, ni katika watu wenye mikazo katika kufanya taawili. Yeye alikuwa katika aqida ya salafi salih, ambao sisi ashaira pia ni miongoni mwa misingi yetu ya aqida, at-tafwidh wa at-ta'wil, kama alivyosema al-Imam Ibrahim al-Laqani katika nadhmu yake Jawharatu Tauhid, wa kullu nasin au hama tashbiha au wilhu au fawidh wa rum tanziha.
na kila nas na kila kifungu cha aya au hadithi kinacholeta dhana ya kumfananisha Allah na viumbe wake, au wilhu kifanyie tawil, au fawidhu, au kiegemeze ile maana yake na makusudio yake katika elimu ya Allah na makusudio yake Allah, warum tanziha, na kusudia kumtakasa Allah. Hiyo ndiyo katika misingi yetu sisi ya Ash'ari wal Maturidiyya. Sasa yeye al-Imam Ahmad ibn Hanbal alikuwa amegemea sana katika nini? Aqida ya salaf, katika upande wa tafwidh peke yake. Hii tawili ilikuwa hana, yani hajaipa nafasi katika misingi yake ya aqida, lakini alikuja kufanya tawili aya iliyoko ndani ya suratul Fajr, aya inayosema wajaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Maana ya aya ya wazi ambayo wanaichukua hao mujassima ambao ni mawahabi na wengineo, wajaa rabbuka, na atakuja mola wako mlezi, wal malaku, na malaika, saffan saffan, wakiwa wamepanga safu. Wao wanachukua maana ya moja kwa moja kwamba majiun haqiqi, ujio huu ni ujio wa hakika, kwamba Allah atakuwa ni mwenye kutikisika, anahama kule alipo, anakuja katika uwanja wa hisabu. Subhanallah, ya laha min musiba. Sisi ahlus sunna wal jamaa, Ash'ari wal Maturidiyya, tunaamini hili, lakini kwa njia gani? Tunafanya ta'wili. Kwanza tafwidh, lakini tafwidh hapa sasa inakataa inakataa. Sasa Imam Ahmad ibn Hanbal naye alifanya ta'wili katika aya hii, akasema yajiu awamiru, yatakuja maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala, sio yeye kuja na malaika. Yajiu awamiru, yatakuja maamrisho yake, sio yeye mwenyewe kwamba anakuja kwa njia ya hakika. Tamam. Na kwa nini kasema hivyo? Kwa sababu alifanya mukarana na aya nyingine ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wama kana lirasulin an ya'tiya biayatin illa biidhnillah. Aya hii ipo katika suratul Ghafir, aya ya 79 au 78 kama sijakosea. Tamam. wama kana lirasulin an ya'tiya biayatin illa biidhnillah fa idha jaa amrullah qudhiya bilhaq, yatakapokuja maamrisho ya Mwenyezi Mungu, qudhiya bilhaq, viumbe wote watahukumiwa kwa haki, wa khasira hunalika almubtilun, na watapata hasara hapo wale wenye kupinga, kwa maana makafiri. Imam Ahmad ibn Hanbal akafanya ta'wili katika aya hii, akasema wajaa rabbuka wajaa awamiru wal malaku saffan saffan. Hakusema kwamba majiu haqiqiyun, hakusema yajiu rabbuna majiun au majian haqiqiyan, hakusema hivyo, hakusema hivyo. Kwa sababu gani? Mambo haya yanataka mukarana, pia yanataka kutumia akili. Usio na kurupuka, tunashika aya moja tu, aya nyingine unaziacha, aya nyingine unaziacha. Fanye mukarana katika hadithi, katika aya. Qur'an na Qur'ani inajifasiri yenyewe, Qur'ani inajifasiri yenyewe. Nenda katika kitabu cha Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, Adwa'ul Bayan, utaona namna anawafasiri Qur'ani kwa Qur'ani. Tamam. Kwa hiyo sisi Ash'ari wal Maturidiyya, aqida yetu, misingi yetu ya aqida ya at-tafwidh wa at-ta'wil iko sahihi, na aqida yetu ipo salama, na yote hayo tunafanya ni kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake, na ndiyo maana ya tauhidi. Maana ya tauhidi ndiyo hiyo. Sio unadai kwamba unampokesha Allah kisha katika akili yako unaamini kwamba Allah ana mkono kama mkono wako, unaamini kwamba Allah anashuka eti mpaka katika wingu, mpaka katika samaa dunia. Anashuka vipi sasa? Kwa namna gani? Unayojua wewe katika Mungu wako. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Iangalie akida yako, ichunguze, kisha ifanyie mukarana na akida nyingine. Al-Imam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anasema la ta'rif al-haq birrijal, la ta'rif al-haq birrijal, usijiwekee utaratibu wa kuifahamu haki kupitia watu fulani ambao wewe unawaamini kuwa ni watu. Utaratibu huo ni mbaya.
bal i'rif alhaq ta'rif ahla. Tambua haki kwanza, itambue haki kwanza, tafuta ule ukweli, itafute ile haki namna ilivyo. Ta'rif ahlahu, kisha ndio utawatambua watu waliokuwa katika haki ni watu gani. I'rif alhaq ta'rif ahlahu, itambue haki kwanza, itafute mwenyewe. Usikubali kuambiwa usimsikilize fulani na ukakubali eti umsikilize. Hapana, kwanza unatiwa hikdi, unatiwa vifundo kwamba watu fulani hawafai hata kusikilizwa. Uislamu haupo hivyo, sawa sawa. Uislamu haupo hivyo. La ta'rif alhaq birrijal bal i'rif alhaq ta'rif ahla. Na mwingine akasema katika wanawazuoni, min al-ilmi an la tatakallama fima la ta'lam bikalami man ya'lam. Miongoni mwa sifa za elimu, mwanawachuoni, mtu mwenye kujipamba na sifa ya elimu, iwe ni talibul ilmi au ni alim, sasa iwe ni mwenye kutafuta elimu au iwe ni mwanachuoni, alla tatakallama, miongoni mwa sifa za elimu ni kutozungumza fima la ta'lam, katika jambo usilolijua, bikalami man ya'lam, kwa kupitia maneno ya unayaamini kwamba yeye anajua. Fanya upelelezi kwanza, fanya upekuzi, angalia uhakika wa mambo ndio hivi, fanya mukarana. Wewe imekuja Allah kusema Allah fi samaa, unachukua aya hiyo moja, hizi nyingine hauzichukui. Ni kana kwamba sio ni mansukhu au mansukha, si ndio? Ni kana kwamba sio ni mansukhatun, zimefutwa hizi aya nyingine, aya hii moja ndio nasikhu. Hapana, fanya mukarana, utanisha hivi vitu, kisha uchezeshe ubongo wako. Na rudi katika zile aya kuu ambazo zimethibiti ndani ya Qur'ani. Allah anaposema laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la tadribu lillahi al-amthal inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tamam. Hivyo leo tutaishia hapa. Nadhani darasa yetu ya leo, pamoja kuwa ni fupi na imetolewa kwa kiasi kidogo, lakini itakuwa na faida. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala aendelee kutupa taufiki, tuendelee kushirikiana katika khairi. Wa ila huna intahi alkalamu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.